Ni ibada ya kumtawaza Askofu Jonathan Kabiru eneo la Makadara hapa jijini Nairobi. Waumini sawa na wanasiasa walifurika kanisani, wanasiasa wakiwa na matumaini kuwa kama ilivyo ada watapata fursa ya kuhutubia waliokusanyika. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na kundi lake la wandani walikuweko. Kongamano pia lilileta pamoja viongozi wanaoegemea upande wa serikali wakiwa na matumaini kuwa jukwaa la kupiga domo la siasa litajipa. Na baada ya kusubiri kwa zaidi ya masaa matano, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Ole Sapit alisimama na ujumbe wa kuwavunja moyo na kutangaza kuwa wanasiasa wamepigwa marufuku kuzungumza kwenye madhabahu ya kanisa. Wanapohudhuria kanisa lolote la ACK, wanasiasa watalazimika kusalimiana hewani bila kuzungumza. We will mention their names, they will wave their hands, and if they so wish to speak to the congregants, it will be done outside of the sanctuary. Not only today, but in all our dioceses and in all our churches. Isitoshe, Sapit alitangaza kuwa kanisa la Kianglikana kote nchini halitakuwa likitangaza mchango wa sadaka unaotolewa hadharani. Haya yanajiri siku chache baada ya Rais William Ruto kutifua kivumbi kingine cha kizungumkuti cha michango na misaada inayotolewa kanisani baada ya kutoa shilingi milioni 20 kwa kanisa la Jesus Winners Ministry na lingine katika kanisa la AIC Eldoret. Kisa hicho kilisababisha maandamano eneo la Roysambu wiki jana. Wanasiasa waliohudhuria ibada hiyo ya ACK waliondoka mmoja baada ya mwingine na kukwepa wanahabari. Lakini je, mbona Sapit akachukua uamuzi huo? Baada ya uchaguzi moja tunaanza immediately kampeni za siasa. Na tumeona hivi karibuni ya kwamba mirengo ambazo zinaendelea kujiunda zimekuwa na cheche nyingi na mengi, wakati mwingi ni ya kugawanya, ni ya sio kuleta uwiano hasa, ni ya kulenga kila mrengo ilete maneno yake na cheche zake. Na basi tukaona kanisa haitakuwa platform ama mahali ambayo malumbano ya siasa ambayo inaendelea kugawanya nchi hii itaendelea kusungusiwa. Sapit anadai kuna masuala zinazowakera wa Kenya na siasa hazisaidii katika kutatua hayo. Haya ni pamoja na bima ya SHA, mfumo wa kufadhili vyuo vikuu na ukosefu wa fedha katika shule. Hii hailengi wale walikuja leo, tunasema kwa wote ambayo ni wanasiasa. Mahali kanisa la Anglikana itakuwa inakutana, hatutakuwa na nafasi kama ni ibada. Na tumesema pia sisi tujaitisha harambe na hela za kanisani asitatangazwa. Ukitaka ulete ikiwa vile ilivyo na iweke vile ilivyo, maana ile tunapeana kwa Mungu haina haja ya kutangazia wanadamu. Askofu Sapit analalama kuwa taifa limegeuzwa uwanja wa siasa, huku akitaka tume ya kuteua makamishna wapya wa IEBC kuwajibika na kufanya kazi yake bila msukumo wote kutoka kwa wanasiasa. Waweke Wakenya wenye ujuzi na Wakenya wenye uzoefu wa kazi, wale ambao tunasema experienced, waweze kuendeshea sisi mambo ya uchaguzi. Na kwa vile hata tumechelewa kuweka IEBC, basi tunataka timu ambayo itakuwa wepesi kuhakikisha kwamba Wakenya wamesajiliwa ambao hawajasajiliwa, kuhakikisha kwamba kama kuna kuangalia mambo ya boundaries ya constituencies wafanye kwa haraka. Tunajua kuna constituencies na wards ambayo haina wawakilishi, waweze kukimbiza haya mambo kwa haraka. Martin Opio, runinga ya K24, Nairobi.